Maombi haya ambayo tunayaweka kwenye mtandao huku, usiishie tu kusikiliza neno kaishie hapo, na kuwekea hapo na maombi, ili hata wewe ambaye haujui kuomba basi kusaidie kuomba. Yaani wewe ambaye haujui uombeje, fuatilia vile ninavyoomba vile, na wewe omba, tuna Mungu anakutendea, na baada ya hapo utafunguliwa. Kwa hiyo usichukulie kawaida tu haya maombi. Bwana asifiwe sana. Leo nataka tushughulikie ukuu na ukubwa. Ukuu na ukubwa. Maombi yetu tunashughulikia nini? Taifa. Kasema taifa linajengwa na ndoa, familia na jamii. Katika ndoa kuna mkuu kwenye ndoa, kuna mkubwa kwenye ndoa. Katika familia kuna mkuu kwenye familia, kuna mkubwa kwenye familia. Kwenye jamii ni hivyo hivyo. Pia kwenye taifa kuna mkuu na mkubwa. Matatizo ambayo tunayo kwenye taifa letu au jamii au ndoa ni kwa sababu ya ukuu na ukubwa. Kwenye familia lazima mtambue nani ni mkubwa, nani ni mkuu. Bwana asifiwe sana. Kanisa likiwa halina mkubwa, hilo sio kanisa tena, hilo sio kanisa, ni matatizo hayo. Familia ikiwa haina mkubwa, hamna familia hapo, matatizo hayo. Niliwaambia kabisa kuna usemi ule wa Waswahili kwamba heshima ya kambale. Kambale mtoto ana sharubu, kambale mkubwa ana sharubu. Yaani wote wana ndevu. Nasikia vizuri. Hebu nitoe ushuhuda mmoja ambao nafikiri mchungaji anaufahamu huo ushuhuda. Kuna kanisa moja ambalo mchungaji alipoaga aende alisimamia miaka ya nyuma. Changamoto ya ile kanisa, kabla pastor akwenda, ile kanisa lilikuwa halina mkubwa. Halina mkubwa, mchungaji mkubwa, washirika wakubwa wote. Kwa hiyo hamna adabu hapo ndani. Nasikia vizuri. Kinachotokea kwenye taifa letu la Tanzania, ishu iko kwenye ukuu na mkubwa. Nasikia vizuri eh? Na kabisa ipo kwenye maandiko. Lakini sheria ya asili ya uumbaji, mwanadamu ameumbiwa kuwa mkuu au mkubwa. Ndio maana pia hata mtu anazaliwa kama mtoto mdogo, baadaye anakuwa mkubwa. Unasikia? Unasikia vizuri? Kwa hiyo ukiona mtu anakuwa mkubwa, alafu ukubwa ule wa Biblia haupo, tatizo pia. Tatizo. Ukiona mtu mzima anaanza kufanya mambo ya watoto, tatizo hilo, tatizo. Ngoja vizuri. Ukiona mtu mkubwa anafanya mambo ya watoto, tatizo. Tatizo. Ataleta shida kwenye ndoa, familia au jamii au taifa. Ukiona mtu mkuu anafanya mambo ya wadogo, ujue tatizo hilo. Tutaomba leo. Tutaomba leo hapa. Tutaomba leo vizuri hapa. Sasa hebu tuangalie asili ya ukubwa na asili ya ukuu. Naomba mpastor usomee kitabu cha Marko. Yaani hapa sitaki kuongea maneno yangu, maana wewe ni Mkristo kama mimi tu. Tuangalie Biblia inavyotuambia. Tusitumie akili zetu. Biblia ndio itufundishe hapa. Marko 10 mstari wa 43. Hii hapa tutajua kwamba ukubwa uko wapi. Ukubwa tunautoa wapi? Hebu soma. Hebu anzia mstari wa 42 kama sikosei. Anzia hapo kwanza. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Kwa sisi wa Kristo, lakini haitakuwa hivyo kweli. Ndio. Bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Ishetu hapo. Haleluya. Umeona eh? Kwa hiyo ukubwa kwenye Biblia
ni mtu aliye mtumishi. Mtumishi wa aina gani? Ni mtumishi wa huduma au wa kihuduma. Ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza anasema minister. Unayo hapo Kiingereza? Anasema minister. Bwana asifiwe sana. Anyway, tuache. Kwenye Biblia ya Kiingereza hapa kwenye ukuu anasema great. Hapa kwenye utumishi anasema minister. Minister maana yake ni mtu, ni mhudumu au mtu anayehudumia, au mseme ni waziri. Kazi ya waziri ni kuhudumia wananchi, ni mhudumu. Nisikie vizuri. Hapa ndio kuna shida ya taifa. Hapa ndio kuna shida ya ndoa. Hapa ndio kuna shida ya familia. Ndio kuna shida hapa ya jamii. Watu sio watumishi kwenye ndoa zao, sio watumishi. Ndio maana ndoa zinaharibika, sio watumishi. Watu sio watumishi kwenye familia zao. Ni wakubwa kweli, lakini kwenye nini? Familia sio watumishi. Kwenye mahusiano sio watumishi. Wanataka watumie manguvu, lakini sio watumishi. Kwenye jamii sio watumishi hawa watu. Naelewa vizuri? Nanisikia vizuri? Nikiona tu sasa hivi hapa kanisa hili kumeingia matatizo, nakuja tu hapa kwenye utumishi. Je, utumishi umekaa sawasawa? Je, kwenye utumishi hapa kuna huduma zinafanyika? Naeleweka vizuri? Ngoja niongee kwa lugha ya rahisi ili unielewe. Mtu ambaye ninyi mnamheshimu kwenye familia zenu au jamii au taifa, ni kwa sababu anafanya nini? Anawahudumieni, si ndio? Mtu ambaye ninyi mnampenda ni kwa sababu anawahudumieni. Yule mume wako ambaye ulimwacha, ulimfukuza pale kwako ukamkimbia, au yule mke wako ambaye ulimkimbia, au yule familia ambayo ulikimbia kwa sababu tu ulikosa utumishi kwenye huduma. Unasikia vizuri? Kila mtu duniani anahitaji huduma, kila mtu kwa sehemu yake. Hii story ambayo pastor hapa naisoma ni watu wawili, Yohana na Yakobo, watoto wa Zebedayo. Wanamuomba Yesu kwamba Yesu, tunaomba kule mbinguni mimi na mdogo wangu mmoja akae kulia kwako, mwingine kushoto kwako. Akawaambia hivi, waweza kunywea kikombe changu? Wakasema ndio. Mwaweza kupitia batizo wangu? Ndio. Akawaambiaje? Lakini nafasi hizo ni kwa wale tu waliowekwa tayari. Sasa huo tayari ndio sasa anausema hapa kwamba basi ili mkae kwenye nafasi mkae kulia na kushoto, basi tafuteni kuwa wakubwa. Kwenye lengo ipi? Kwenye utumishi, kwamba tumikeni. Hebu tuniulize hapa kanisani, mtapenda kuwa na kiongozi hapa ambaye sio mtumishi? Yaani kuwa na kiongozi ambaye hata kuambia watu karibu hawezi? Anafaa kweli? Huu ni mfano natolea hapa. Bwana asifiwe sana. Nataka nieleweke tu vizuri hapa, kwa sababu hii ndio shida, na kizazi cha leo kimekaa vibaya sana. Hii kizazi hiki cha sasa hivi hiki, yaani kimekaa vibaya sana. Watu hawana elimu ya ukubwa. Hebu tuangalie na ukuu. Soma ukuu, Marko 10:44. Shtuka hapo chini yake tu. Na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwenye lugha ya Kiingereza anasema chief. Anataka kuwa chief, atakuwa servant. Lugha ya Kiingereza anakuwa servant. Chief awe servant. Greater au great atakuwa awe minister. Ametoa hizo kanuni. Kwa hiyo hapa anayefikiria kuwa mkuu awe mtumwa. Mtumwa ni mlinzi, servant ana save. Kwa hiyo hawa wote ni watumishi. Mmoja ni mtumishi wa kihuduma, mwingine ni mtumishi wa kiulinzi.
Mchungaji hawezi kuwa mchungaji mpaka apitie ushemasi kwenye uhudumu. Chunguzeni pasta yote ambaye mnampenda nyinyi duniani, chunguza alipita kwenye uhudumu hapa, kwenye ushemasi. Mtumishi yote ya Mungu ambaye yuko sawasawa, yuko vizuri kihuduma, chunguza alipita kwenye uhudumu, kwenye ushemasi hapa, alafu ndo akapandishwa akawa mkubwa wa kanisa. Mtu yote mwenye matatu haya, mali, huduma, mfuko, automatic ni mkubwa. Yaani atakuwa tu mkubwa au tayari ni mkubwa. Lakini mkuu ni yule mwenye uwezo, nguvu na na mamlaka. Mtu mkuu hana haya matatu. Mtu mkuu ana uwezo wa kuja kuchukua mali kwa mkubwa hapa. Mtu mkuu ana nguvu, ana uwezo akaamuru achukue mali hapa kwa mkubwa. Mtu mkuu ana mamlaka na sauti ya kuchukua hapa, lakini akichukua hapa lazima washirikiane. Ndio maana mtu mkubwa anaitwa baba, mkuu anaitwa kiongozi. Hawa wawili hawa wanashirikiana, baba na kiongozi wanashirikiana. Ndio maana kwenye familia, kwenye ndoa hapa, mwanaume anatakiwa awe baba, mwanamke anatakiwa awe kiongozi. Wanashirikiana hao, maana baba ana mali, ana huduma, ana mfuko, lakini mama ana uwezo wa kuchukua vitu kwa nani? Kwa baba. Nasikia vizuri? Hebu tuende kitaifa. Serikali haina mali, serikali haina huduma, serikali haina mifuko. Mali zina watu, huduma zina watu, mifuko ina watu, lakini serikali ina uwezo wa kwenda kwa raia ikafanyaje? Ikachukua mali. Ndio maana kuna sheria kila mwezi au kila manunuzi pale kuna kodi inachukuliwa. Unasikia vizuri? Kwa hiyo serikali ambaye ni viongozi na hawa wakubwa wanatakiwa kushirikiana. Kwa mfano, wakubwa katika nchi ni kama nani? Kwa mfano, wafanya biashara, mfano labda nani nimtaji tu, alafu huku tutakata. Mfano Mo Dewji, si ndio? Yule ni mtu mkubwa. Kwa sababu gani? Anahudumia watu. Nini? Anauzia watu unga, si ndio? Mnanunua unga wa ngano, mnapika. Anauzia watu mafuta. Serikali haina mafuta, yeye kama yenyewe ina mafuta haina, hailimi, ila ina uwezo. Unasikia vizuri? Marehemu Mengi ana vituo vile vya habari, serikali yenyewe haina, lakini kuna mtu anavyo. Yaani kuna mtu ambaye yeye ni productive, ni mzalishaji huyu. Serikali haizalishi. Haleluya. Sasa hawa watu lazima, huyu baba na kiongozi lazima washirikiane. Napoongea leo hii Tanzania, baba ana uchungu, kiongozi ana hasira. Hawa wawili leo hii hapa, hawa wamegawanyika hawa leo hii hawa. Kwa hiyo mimi au watu wa Mungu huwezi kukaa kwa baba au hapa, maana wote hawa unawahitaji. Turudi kwenye familia. Baba ana kila kitu, ana hivi hapa, sawa eh? Mama anaweza akafanya, baba akakimbia nyumba. Mama anaweza akafanya, akatumia uwezo wake na nguvu zake na mamlaka, baba akakimbia nyumba. Hamjawahi kuona wanaume wanakimbia nyumba? Hamjawahi kuona? Anakimbia mpaka na watoto wake, mbio, harudi tena, kajenga mwenyewe, lakini mbio hayupo. Na ni baba huyo mwenye kila kitu hapa, lakini amekimbia. Kwa nini? Mara nyingi baba anakuwa hana nguvu. Mwenye nguvu ni kiongozi mkuu huyu, ambaye kwenye familia mwenye nyumba sio baba. Hebu tuongee vizuri hapa, tufundishane, sawa eh? Sasa vizuri kwenye mambo ya ndoa, mwenye nyumba
sio baba. Baba hajapewa nyumba siku zote. Mwenye nyumba huwa anakuwa ni mama. Ndio maana hata maandiko yanasemaje? Mwanamke mwenye hekima ataijenga nyumba yake, si ndio? Bali mwanamke mpumbavu nini? Atabomoa. Hajasema mwanaume. Siku hizi hapo kuna hekima za kijingajinga. Unajua ile iko pande zote. Hapana. Nyumba ni mama. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mwenye uwezo, nguvu, mamlaka. Yuko hapo. Mwanaume ana nguvu za misuli hivi, si ndio? Lakini anapokuwa nyumbani pale hivi kwa mke wake, nguvu, uwezo, mamlaka sio zake tena. Si naeleweka? Sasa umeona faraka baba na kiongozi. Okay, njoo leo hii. Sasa utanifanya niingie deep kidogo, na mimi sitaki kuingia deep, sitaki kuzama ndani kabisa. Kitu ambacho kimetokea tarehe 29 ni nini kile? Kwani hawa wakubwa niwekeje hapo? Uchaguzi umeisha ndio lakini sikuna ambao wanalalamika. Kwa nini wanalalamika? Hawana nguvu. Na hii ni sheria ya asili. Mkubwa anakuwa na nguvu. Kazi ya mkubwa ni kutoa tu, ni kuhudumia, kutoa mali, ndio kazi ya mkubwa. Ndio maana ikitokea sasa akawa na ugomvi na baba yake, ana uwezo wa kumua baba akafa kabisa, lakini baba akisha kufa na yeye anafuata, na yeye yuko nyuma yake anafuata hapo. Kwa sababu gani? Baba ni mzalishaji, lugha hiyo mtani ndio mtafutaji. Ukitumia uwezo wako na nguvu ukamwangamiza huyu, si ndio? Utachukua hizo mali, si ndio? Tatumia, zitaisha. Zikishaisha stari mkusha na wewe. Maana huyu ndo anajua machimbo, lugha ya mtani, anajua chimbo wapi mali zije, anajua wapi huduma zije, anajua mifuko iko, anajua. Ndio maana wale ambao wanasema hivi kwamba serikali ni baba, serikali sio baba. Serikali sio baba. Serikali ni mtumishi, yule ni kiongozi, mlinzi. Ndio maana kazi ya kwanza ya rais ni ulinzi. Yule ni amiri jeshi, ni mlinzi. Mambo ya huduma hayo ni ya kwenu nyinyi. Kazi yake ni kulinda tu watu na nini na mali zao basi, lakini sio mtafutaji. Sinaeleweka hapa? Naeleweka? Kuna watu hawana hizi elimu, kwa hiyo hawatanielewa hapa. Haya, mkuu wa mkoa wa Arusha, Dar es Salaam, Manyara, yeye sio mzalishaji, si ndio? Yeye ni mkuu wa ulinzi katika huo mkoa, ni kulinda tu security, mamlaka basi, lakini mzalishaji ni wewe. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hapa panatakiwa hekima ya hali ya juu hapa. Ndio maana ukiona kuna tatizo juu huku serikalini, njoo hapa, njoo huku, utaona mambo yalianzia huku. Ndoa, familia, jamii yalianzia huku. Sema tu wakati hauniruhusu kusema. Kuna mtu ningewaambia hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini Paulo aliweka sifa kusema hivi, anayetaka kuwa askofu kwanza ajaribiwe, lakini pia waangaliwe watoto wake, yaani familia yake. Maana kama huyu mtu atakuwa ameshindwa kuongoza familia yake, ataongozaje kanisa? Anamwambia Timotheo pale. Naelewa vizuri Mimi nawaambiaga hata watu,
mnapoingia vipindi vya uchaguzi, watu mwache ushabiki. Mtu anayekuja mtu ambaye anakuja anakwambia ili awe kiongozi, usimwangalie yeye, rudi nyuma, kaangalie watoto wake, kaangalie watoto wake. Maana huyu mtu unampa uwezo, unampa nini na mamlaka, kaangalie watoto wake anawaongozaje. Ukikuta wanaye wana kawaida ya kulia, ni malalamishi, hata wewe utalalamika, lazima, ni nature. Kwa sababu mtu hakupi ambacho hana, anakupa ambacho anacho. Nisikie vizuri, yaani mimi kama hapa nilipo na tabia zangu mbovu mbovu, nitakupa hizo. Tunaeleweka hapa vizuri? Yaani matatizo ya kitaifa yako kwenye familia huku, ndoa, familia na jamii yako hapa. Kwa sababu tuongee, kwani hawa viongozi wako wapi? Si wako hapa, si wako hapa kwenye familia? Sasa okay, tushughulikie viongozi au tuje huku? Tuje hapa familia. Matatizo yote ambayo tunayaona duniani yapo kwenye familia. Mwanaume anayemdharau mke wake, sawa, akiwa kiongozi, hata wewe pia takudharau vile vile. Kuna vitu ni vya asili, Ndio maana pia huwa tunasema hata mtoto wa kike na wa kiume, mtoto wa kike ambaye ameshindwa kuheshimu kaka zake pale nyumbani, mtoto wa kike ambaye ameshindwa kuheshimu kaka zake pale nyumbani, wewe wa kiume ukienda kumuoa atafanya vile vile. Mtoto wa kiume ambaye pia ameshindwa kuheshimu dada zake pale nyumbani, akikuoa wewe, mambo ni yale ni vile. Maana taifa ni nini? Familia. Bwana asifiwe sana. Kinachotuangusha tusifanikiwe kwenye maisha ni tabia za familia, behavior, tabia za asili za familia. Ndio maana hata wewe pia lazima ujue tabia ya asili ya kule kwenu umeirisi, yani nawe unayo. Je, tabia hiyo ya asili ina faida au ina hasara? Kama ina hasara, jitahidi kuacha. Mojawapo kati ya tabia za asili, tunasema moja tu ya kule kwetu kule Uzibuani kule, tabia yako moja ya asili ambayo ni mbaya, tunasema maskini jeuri. Maskini, tabia mbaya hizo. Wewe ni maskini, unaanzaje kuwa na jeuri? Kama hauna roho ya ufukara wewe. Yaani wewe ni maskini alafu unakuwa na jeuri. Unajeuri na nini wewe? Yaani unajeuri na nini? Usiokuwa na adabu na heshima. Unasikia vizuri eh? Yes. Tabia asili hiyo ni kule kwetu. Wakati na mimi nakuwa, ile tabia hata mimi nilikuwa nayo. Ni mtu wa kususa. Yaani dakika 2 nimesusa, nimeacha hapo. Sekunde nimesusa, nimeacha. Na nimeng'oa kabisa. Maskini jeuri. Nalisikia vizuri eh? Kaja kupima hivi, huu maskini jeuri unanipelekaga wapi? Kila nikiuapply naangukia kwenye umasikini, yani kwenye ufukara. Kila ikiamka tu, alafu kwa mara nyingi tabia ya asili inaamka pale kwenye hasira. Kawaida hivi haiamki pale ambapo umekwazwa. Tabia ya asili inafunka. Mtaniambia nini? Kaendeni huko hizo tayari.
Umeshaacha. Butua baraka zote tupa huko. Mbona mimi sifanikiwi? Kumbe na tabia yangu ya asili ya kule kwetu ya kususa na kuacha. Susa unaacha. Kumbe wengine ukisusa ndio faida. Wao ndio faida. Wanachukua wanaenda. Nikajifunza. Nikaanza kujituma kujifunza. Nina hasira, ngoja napoteza hapa. Tulia. Sasa najiambia, tulia wewe, tulia. Acha hasira, tulia. Kuwa mpole, tulia. Utapoteza, tulia. Najiambia hivyo. Nikachomoa ile tabia ya hasira. Baada ya hapo maisha yakaanza kuwa mepesi. Kumbe hasira yako hainitoboi. Kumbe hasira yako hainiumizi. Sawa, inanikera, lakini hainifanyi nipoteze vitu fulani. Kwa maana pia huwa naambia watu kwenye ndoa, hata kama umeuziwa kiasi gani, kabla hujafanya maamuzi ambayo yatakugharimu, angalia nini ambacho unapoteza. Ukiona kuna vitu vya msingi vinapotea, hasira yako chukua, tia mfukoni kwanza. Tia mfukoni kwanza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunashirikiana hapa, baba na viongozi. Mfano wa mwisho, pakitokea shida kwenye taifa, viongozi huwa wanaenda kwa nani? Kuomba ushauri. Kwa nani? Kwa wazee. Kwa nini wazee? Hekima na busara, si ndio? Wazee wana familia, si mzee wa ukoo, si ndio? Ana watu. Mbona hawaendi kwa vijana au watoto? Kwa nini? Ndio maana Mungu akifanya kuwa kiongozi, jambo la kwanza, tafuta mababa hawa, watafute hawa wale wenye umiliki, tafuta hawa wenye mali, sogeza karibu. Tafuta wahudumu. Kwa nini hamuoni hata serikali huwa inachukua viongozi wa dini? Kwa nini? Wakiwa na kama hafla fulani utasikia wanaalikwa. Kwa nini wanaalikwa? Mbona usialikwe wewe? Kwa sababu gani? Wewe una yeye. Yaani wewe una baba. Yaani wewe una baba yako yuko. Bwana kuwezeshe uwe mkubwa na uwe mkuu kwa damu ya Yesu. Sasa kuna wakuu wa Mungu na wakuu wa giza. Kuna wakubwa katika Mungu na katika giza. Haleluya. Hizi nyakati hizi, anyway, naomba niache tusiongee tena. Naongea sana kwa mipaka kwa sababu ya wakati. Ingekuwa ni wakati ule mwingine ule 2024 ningefunguka hapa. Lakini sasa hivi naongea kwa bracket, kwa break. Naenda unafunga, unaenda unafunga. Naenda unafunga, kana hivi unageuza, unarudi ukatoka pale. Watu wachelewi. Bwana asifiwe sana. Naomba usimame tuombe. Niishia hapa kwa leo. Sema tuombe. Na kabisa uombe ukimaanisha. Uombe ukimaanisha. Wale ambao wanaomba kwa kumaanisha, Mungu anawafungua. Hata leo nimekaa hapa na kwa shuhuda za watu wanafunguliwa huko. Wasio na kazi wanapata kazi. Wasio na amani zinakuja. Pata shuhuda leo za kutosha nyingi baada ya maombi yale ya juzi ya Sprite yale. Kwa hiyo ukija hapa nikwambia omba kweli. Funga macho yako. Ndio. Sema Bwana Yesu. Sema kumaanisha Bwana Yesu, ninaomba uniinue. Bwana Yesu. Bwana Yesu, nipe njia ya kuinuka. Bwana Yesu, nipe njia ya kufikia ukuu wangu, ya kufikia ukubwa wangu. Bwana Yesu, naomba unipe njia, nifanyie njia pasipokuwa na njia, nifikie ukubwa wangu, nifikie ukuu wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu,
Ninakuomba sasa unipe hatua nyingine, unipe hatua nyingine kwa jina la Yesu. Sasa endelea kuomba hapo ulipo tu, anza kuomba tu hapo ulipo, kwenye audio, video, YouTube, anza kuomba. Bwana akupe njia ya kuelekea ukuu wako, anza kuomba, nisikie ukiomba, maana mkuja mahali hapa kuomba, nikusikie ukiomba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana niwezeshe, Baba niwezeshe, Bwana niwezeshe kufikia ule ukuu wangu, kufikia ule ukubwa wangu. Bwana mwezeshe huyu mama, huyu kijana akafikia ule ukuu wako, ule ukubwa Bwana wewe kusudia akaufikie katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, sema ninakataa ukuu wa shetani kwenye maisha yangu. Ninaukataa ukuu wa shetani kwenye familia yangu, kwenye jamii, kwenye taifa. Ukuu wa shetani ninaukataa na kuondoa kwa jina la Yesu. Anza kuomba. Kataa ukuu wa shetani unaokuongoza vibaya, ukuu wa shetani kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, unaokuongoza vibaya, kwenye jamii yako, kwenye uchumi, kila ukuu. Ndio, omba. Mashakanto riana rabashika, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na ukataa ukuu wa shetani kwenye maisha yangu, na ukataa ukuu wa shetani kwenye uchumi wangu, na kataa huo ukuu kwa damu ya Yesu. Bwana nipe ukuu wako, Bwana tupe ukuu wako kwenye kanisa, tupe ukuu wako kwenye familia, tupe ukuu wako kwenye ndoa, tupe ukuu wako Bwana, tupe ukuu wako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na ukataa ukubwa wa shetani, na ukataa kwa damu ya Yesu, na ukataa ukubwa wa shetani kwenye jamii yangu, na ukataa kwa jina la Yesu kwenye familia yangu, na ukataa ukubwa wa shetani. Maana rabasika, shetani anayejiinua kwenye familia, anayejiinua kwenye uchumi, wewe shetani unayejiinua kuwa mkubwa juu ya kanisa, toeka. Endelea kuomba, kemea yule anayejiinua kwenye familia yako kuchukua ukuu wako. Toshe, atoke kabisa. Wengine ni mahali hapa mmezimwa, ukuu umeamka kukufunga. Kemea ramanda rabasika, ukuu wa shetani ulioinuka, toeka. Ndio. Kemea. Kuna ambao kabisa wamekuja kwenye maisha yako, wanajikweza kuwa wakuu, wakuharibie. Bwana waondoe, Bwana wafyatue, Bwana waondoe kabisa. Wengine wapo wanakuja kwako kuwa wakuu, kana kwamba wanakuongoza, lakini kumbe ni shimo liko mbele yako. Bwana ashughulike nao. Endelea kuomba, nyamaze. Ndio, kemea ukuu ndani yako. Kemea. Endelea kuomba, msemaji. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe shetani unayejiinua kwenye uchumi wangu, ewe shetani unayejiinua kwenye fedha yangu, ewe shetani unayejiinua kwenye utumishi wangu, ewe shetani unayejiinua kwenye afya, ewe shetani unayejiinua kwenye kanisa, ewe shetani unayejiinua juu ya nchi, ewe shetani unayejiinua juu ya uongozi, toeka. Omba kumaliza. Omba. Umefungwa na wakuu. Wale kufunga ni wakuu. Wale kufunga ni wakubwa. Umefungwa na ukoo wa giza. Ukoo wa giza ndio ambao umekufunga. Ukuachie damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kata kila kifungo ambacho umefungwa na ukuu wa shetani. Na ukubwa wa shetani. Kata. Omba ikatike. Ndio, katika. Mashaka ngorabasika. Yemandara basaya.
Vunja ukuu vunjike. Anabasika. Vunja ukuu, vunja ukuu, vunja ukuu vunjike. Vunja ukuu vunjike. Vunjike. Toka kwa damu ya Yesu Kristo. Vunjika. Shetani vunjika. Banda rabasika. Shaka manturi rabasika. Ewa shetani. Toka. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba. Mwite mtu wake wa roho mkuu. Banda rabasika. Ita mtu mkuu wa Mungu. Mtu mkuu wa Yesu. Aje. Aliye mkuu wa Yesu kwako aje. Sema nakuita. Ninakuita. Ewe mkuu wa mbingu. Utokaye kwa Mungu. Sema nakuita sasa. Sema njoo. Kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuita. Ita wakuu wa Mungu washuke. Mungu yuko kichwa. Wainuke. Omba. Bwana atende. Anasikia maombi yetu. Bwana. Yesu. Ninaomba ukuu wako sasa. Bwana. Ninaomba ukuu wako juu ya kanisa. Ninaomba ukuu wako Bwana juu ya familia yetu. Ninaomba ukuu wako Bwana juu ya nchi yetu. Ninaomba ukuu wako. Bwana. Maana rabasika. Yesu na Mungu aliye hai. Ninaomba ukuu wako. Yesu. Ninaomba ukuu wako. Ya mama. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Rakamanda rabasika. Bwana Yesu, ninaomba ukuu wako. Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba ukuu wako. Ushuke. Shuka ukuu wa Yesu. Shuka. Enyi wakuu wa mbingu. Shuka. Wakuu wa mbinguni. Shuka. Wakuu wa mbinguni kwenye maisha yangu. Shuka. Manda rabasika. Shaka manto rianda rabasika. Landa rabasika. Sema linafungua milango ya wakuu wangu. Sema linafungua milango ya baraka zako. Sema linafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Milango yangu ifunguke. Milango ya nchi, milango ya familia, milango ya jamii. Sema ifunguke leo kwa jina la Yesu. Mlango wa uchumi, mlango wa fedha, mlango wa mahusiano. Sema funguka kwa jina la Yesu. Anza kuomba, fungua mlango, fungua. Nafungua. Mlango wa ukuu nafungua. Mlango wa ukuu nafungua. Funguka. Mlango wa ukuu katika uchumi, katika afya. Funguka. Banda rabasika. Shaka manto rianda rabasika. Funguka. Banda rabasika. Manto rianda rabasika. Endelea kuomba. Fungua milango ifunguke. Ndio. Mahitaji yako yaombee. Bwana afungue milango, afungue. Hitaji lako liombee. Ambia Bwana akupe mlango leo. Rikamanda rabasika. Shike manto rianda rabasika. Bwana nipe mlango. Nipe mlango Bwana. Rakamanda rabasika. Mlango wa kanisa, mlango wa utumishi, mlango wa fedha, mlango Bwana wa kazi yako, mlango wa upako. Bwana nipe mlango. Rakamanda rabasika. Watu wako Bwana hawana milango. Milango imefungwa. Bwana nipe milango. Bwana Bwana. Bwana Yesu, wewe ni tegemeo letu. Bwana achilia mlango Bwana. Tunaomba Bwana leo, jioni ya leo. Yesu tukusikia sasa.
tupe milango. Rikamantarabasika. Bwana, 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 Bwana. Yesu, Bwana Mungu uliye hai. Achilia milango. Achilia milango. Achilia milango Yesu. Achilia milango Yesu. Rikamantarabasika. Bantorianabasika. Bwana, Bwana, achilia milango. Nipe mlango Bwana. Ninaomba jioni ya leo. Ninaomba jioni ya leo. Bwana, nipe mlango. Nipe mlango Bwana. Achilia mlango Bwana. Nipe Bwana. Mlango Bwana. Wa upako wako. Mlango wa huduma. Wewe achilia Bwana. Mlango wa maisha. Nipe Bwana. Endelea kuomba. Mwambie Bwana leo. Akupe mlango. Katika kazi yako, uchumi wako, akupe mlango uje. Anatusikia. Leo anatusikia Bwana. Rakamandarabasika. Bwana Yesu, tunaomba kwa ajili Bwana ya watu wako walioko hapa Arusha, walioko kwenye audio, kule kwenye video, kule YouTube. Bwana naomba Yesu kwa ajili pia ya watoto wangu. Rakamandarabasika. Wape mlango Bwana. Watoto wa roho, wa mwili, wa viuno. Bwana wape mlango kule waliko. Wape mlango Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Sema ninafunga milango ya kuzimu kwenye maisha yangu. Ninaifunga sasa kwa jina la Yesu. Hebu kaa kimya niombe sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Milango ya kuzimu iliyofunguka kwako kwa kujua pasipo kujua, mlango wa kuzimu ninaufunga sasa kwa damu Yesu. Mlango wa kuzimu uliofunguka ukaachilia masikini, ukaachilia ufukara, ukaachilia tabu, ukaachilia dhiki, ukaachilia maisha magumu, leo naufunga kanisani hapa Huduma ya Kristo Arusha, kwenye audio, kwenye video. Nafunga huo mlango kwa damu Yesu. Mlango wa kula kwa jasho, mlango wa maisha ya jasho, mlango wa laana, na ufunga kwa damu ya Yesu. Bwana, ndani yangu umeweka mamlaka ya kufunga, nami nafunga sasa. Nafunga leo juu ya kanisa hili, kwenye maisha yangu, maisha ya watu hawa, maisha ya watoto wangu wote, wa roho, wa mwili, wa viuno. Bwana, nafunga milango ya kuzimu juu yao. Nafunga shetani, nakufunga shetani, nakufunga kwa damu ya Yesu. Ewe shetani uliye mtu, ewe shetani uliye jeshi la kuzimu, ewe shetani uliye jambo, ewe shetani uliye kitu, ewe shetani uliye mfumo, ewe shetani uliye laana, na kufunga leo kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa uweza wako, maana unatenda nawe unajibu. Bwana, pokea sala zetu. Bwana, pokea maombi yetu. Bwana, ututendee, maana wewe ndio kimbilio letu. Bwana Yesu, hatuna mwingine isipokuwa ni wewe. Baba, hatuna mwingine. Yesu, Bwana, Elohimu Elgibo Adonai, Baba wa mbinguni, hatuna mwingine. Wewe ndio baba yetu, wewe ndio mkubwa wetu, wewe ndio kiongozi wetu. Tunakutegemea wewe Bwana. Tutendee leo, tutendee mfalme, tutendee Bwana, Bwana, tendea watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen. Asimama tukae, ushike na sadaka yako vizuri, alafu niombe. Kama ukujaliwa, basi kuna kitu mmoja unaweka moyoni. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu, pokea sadaka zetu. Pokea Bwana Yesu mioyo yetu. Baba, tuko mahali hapa, tunakabidhi mioyo yetu mkononi mwako. Ndani ya mioyo yetu Bwana, unajua kilichopo, unajua dhiki yetu, unajua shida yetu, unajua mateso yetu. Bwana, wewe unayajua. Kwa sadaka zetu, mfalme wa amani, Bwana, ukazipokee na utuponye. Tuponye Bwana Yesu, tuponye Bwana, tuponye wewe. Mgonjwa apokee uponyaji, mwenye shida apokee raha, apokee furaha na tumaini jema.
Bwana Yesu, achilia pia kustareheshwa kwa wenye dhiki. Achilia Bwana, achilia Bwana, achilia Bwana, achilia Bwana, achilia Bwana. Bwana Yesu, kabisa wengine mioyo yao inavuja maumivu, Bwana waponye kwa sadaka zao wanazoachilia mahali hapa. Bwana Yesu, wako viongozi ambao pia mioyo yao inavuja maumivu, Bwana waponye. Wengine Bwana ndani yao kuna hasira, Bwana waponye kwa sadaka zao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baada ya haya maombi au ndani ya haya maombi, naona Bwana akitenda. Kama ambavyo kuna wengine tayari Mungu anaanza kuwatendea, hata wewe pia ambia Bwana asipite kwa maombi haya. Hata mimi naongea hapa na mahitaji yangu, ambapo namwambia Bwana kwenye siku hizi 50, namwambia Bwana usinipite, nikuone wewe. Haleluya. Na nimeweza kuona Bwana pia tayari ameweza kusemesha hapa na pale. Kuna wewe pia kusemesha. Haleluya. Funga macho yako. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watu wa audio, watu wa video na watu wa kule YouTube na hapa Arusha. Bwana ukatubariki, Bwana ukatuinue. Sema nasi Bwana usiku huu wa leo. Tufungulie Bwana Yesu tusiyojua, tukakuone wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen.